Kwani nimekwambia sirudi? Hata kama unarudi sasa hivi nakuniachia hapo hapo siondoki nishakwambia. Unaenda wapi? Unaenda wapi? Mimi nakula nini humu ndani? Nakula nini unavyoondoka? Alafu mambo yako siyapendi kila siku kunishabamia, kunisha matembele tabia yako. Mimi nimeichoka. Nimeichoka mambo yako bwana. Wewe mwanaume gani kila siku kunisha mimi matembele? Mabamia kila siku wewe vipi kwani? Hapo huwezi kuondoka bila kuniachia hapo. Au ondoka. Wewe mwanaume gani wewe? Angalia na umezioa pale anapika wanapika mayai pale vitu. Nani? Hebu subiri kwanza dada, subiri. Subiri kwanza nipokee simu. Kidali achana nacho. Kidali cha nini babu? Chukua kuku mzima niletee kuku mzima hapa. Mimi sitaki kidali bwana. Wewe unaona mimi nataka kujenga mwili. Wewe unanichukuliaje mimi? Sudi, chukua kuku mzima niletee. Baridi haina shida baba. Haina shida. Mama kunichaibu si ndio? Nakutia aibu na kutia aibu nini? Wewe mwenyewe uone aibu ha? Wanaume wenzao na kanga mayai hapo vizuri. Wewe ukikwetu kila siku. Sina hela mimi nikale wapi? Nikafanya ndo nile ha? Wewe vipi wewe? Wewe kila siku nakwambia njoo kwangu bwana, achana na huyu mwanaume. Wewe si unaona mimi napika yai hapa. Alafu umesikia kwenye simu nimeagiza kuku mzima. Njoo ule huko vitu vitamu bwana. Achana. Kila siku nakuwa nakuelekea kama naomba kazi wewe naye. Toto laini nini? Utaishia hivyo hivyo, shauri yako. Na nilingia mimi. Umekaa vizuri. Kuzuia chozi lisitoke, ila ndo linadondoka. Haya maumivu basi yaishe, ila ndo yananitesa. Ama makosa yangu kutokuwa na pesa, ndo maana nahangaika. Hii dunia mbona. Kaka wewe? Vipi ndugu yangu, kwema? Fresh. Mambo anasemaje? Alhamdulillah. Vipi kuna mpya gani? Ndugu yangu wewe. Nimekuja hapa kidogo na changamoto kaka. Ungeniazima leo tena ungenikopesha nyanya na kitunguu, nadhani na ndimu tu. Ungenisaidia sana sababu nyumbani huko kakaangu wife tumegombana asubuhi, yani sina hela hapo unaponiona. Na hii hapa saa 6 chai hatujanywa. Yaani inabidi tafute mpango tena tule mchana. Kwa hiyo la nyewe mimi sina. Nimebanja kwa ndugu yangu hapa. Nikukope maana nyumbani kuna viunga. Kidogo tukijumlisha tunapata kitu. Yaani mwanangu unajua mimi tayari nishakuchoka. Yaani sasa nakusaidia mpaka nafika level mwanangu. Nachoka kabisa. Hujamaliza hili unaleta hili. Maliza basi kwanza mwanangu, hata haya nini tu alobakia mengine tulipane kwanza haya. Mimi mwenyewe sitachukua mzigo muda mrefu hapa. Usijali ndugu yangu, mimi nitakulipa kwa sababu mimi Jumamosi ujue kuna hela naipata. 30,000. Nikiipata tu mimi nakuja na kulipa deni lako yote. Yaani nakuja namaliza kabisa. Cha kufanya wewe ni stili tu mimi leo. Shukrani sana. Poa maana. Mimi Jumamosi hakika. Sawa. Ujue mtu safi sana ujue. Sawa. Ujue nyinyi watu wa Kigoma nyie. Mwenyezi Mungu ndo maana anazidishiaga sana. Mna roho safi. Shukrani sana. Sawa. Jumamosi nakupa. Afu jana timu yako simeiona ile? Nenda basi mwanangu. Bwana anacheza mpira jamaa bwana. Ule mchezaji anajua, mimi niambia. Hakuna mchezaji kiungo kama yule Tanzania. Anajua. Wewe umeona jana timu kucheza ile? Nenda mwanangu, usikumbushe machungu. Umenistiri sana kaka. Shukrani. Sawa. Basi Jumamosi nitakufanyia deni lako. Sawa, nenda. Shukrani. Makosa yangu. Makosa yangu. Makosa yangu. Makosa yangu.
Nimekuletea hapa, nimepita pale kwa Mua pale, nimechukua nyanya, kuna dagaa hapo. Nimepitia na unga pale kwa Mangi. Fanya mazingira basi, toe kitu. Maana toka asubuhi hatujala, unaona? Ndio hii midagaa na hivi vibamia. Kwa kila siku mundani sisi kula midagaa tu mundani. Sio tena ukapambane huko kanichukue na mimi kuku nile mundani kama anaumezio kila siku midagaa tu. Si ndio hivi? Sasa nikwambie midagaa yako mimi nimechoka, si chukua mwenye kapike. Hivi mke wangu, mbona unakuwa una shukrani? Shukrani hauna. Unajua kuna wanawake wenzako wanalitafuta ile dagaa na walipati. Si unanielewa? Shukrani nini? Mshukuru mumeo chokuletea kidogo, mbona unakuwa una shukrani lakini? Nimekwambiaje midagaa yako sili. Kula mwenye midagaa yako. Hana shida midagaa yako wewe vipi? Naenda kapike mwenye midagaa yako huko lazima, kwani mimi nikupika? Sitaki midagaa yako sasa. Kupika utaki. Nishamaliza, nimekwambia sipiki midagaa yako. Wanaumeziwa anapambana vizuri na wake zao anatafutia kuku nini anakula. Wewe midagaa kila siku mfamia kulinisha midagaa. Sili. Nimemaliza. Kuona bwatuka kwa patu faida, si ndio Ukitaka niletee nyama, niletee kuku, mimi nitapika nitakula. Sio midagaa, nimeichoka. Sina muda kupiga midagaa, sitaki. Mimi naacha. Kapike mwenyewe. Nakuja. Kapike mwenyewe midagaa. Fungua bwana. Momo hapa. Bwana watu tumepause, tumekaa ndani tunaangalia masuala ya connection. Huenda kinaniwa master ametoa connection huko kinaamba. Kina gigi. Sikia ndugu yangu. Nakuomba moja tuzungumzie. Tuzungumzie hapa. Tuzungumzie kwa hapo. Sawa. Sikilize. Wewe mwanamume zangu, sawa? Mimi mpangaji na wewe mpangaji. Wote tunalipa kodi, sawa? Michezo ya kupika kuku kila siku, mara mayai, mapilau, mabiliani, nyumba nzima inanukia mapilau kila siku. Alafu mimi mke wangu analalia maandazi. Mimi sipendi, leo inaniuma. Sikia, kama unakula vizuri, pikia chumbani kwako. Sio unapikia pale ukumbini kila mtu anaona, ndio nini sasa? Achi. Yaani, oya, Momo, mimi sijakuelewa. Yaani nitafute hela kwa shida. Alafu uje unipangie nipike, yani kwamba nyumba hii tumepanga wote ujue. Umenisoma? Tunalipa wote kodi. Wewe unalipa kwenye chumba chako na mimi nalipa kwenye chumba changu. Kila mtu na mpango wake. Sasa inakuwaje wewe unatoka huko chumbani kwako unakuja unanitoa hapa? Mimi najua kwanza unanipa points za maana. Unakuja unaniambia masuala ya kupika chakula. Mimi napika chakula ninachokitaka mimi. Usianze kuniambia kwamba unani budget kwamba eti nipike mlenda, nipike nini, nisipike kuku. Tena hapa nimepunguza. Zamani nilikuwa napika mpaka baga. Nilikuwa nachukua baga kutoka feli huko. Nilikuwa nazileta hapa. Baga kubwa kama mfuniko wa plastiki ya lita 20. Nilikuwa naleta humu ndani. Sasa kwa nini unaanza kunipige mabiti? Achana na hizo bwana wewe. Maisha magumu kwako, sio kwangu mimi wewe. Sasa mimi nakwambia kitu kimoja. Mimi nakuheshimu sana. Wewe ni umenizidi umri. Umenizidi kipato, sawa? Mimi hela sina, lakini jiangalie mambo yako unayofanyia. Sipendi mambo unanifanyia. Unazidisha. Baridi, mimi nimekuelewa. Fresh tu. Senyewe tunasema ndio hivyo tu, mambo yamekaa vibaya. Kwa nini watu kila siku unapika samaki nini? Kwani sisi hatupendi au? Maisha tu mjomba. Umesema hela unazo? Sema ndio tumeshuka kidogo. Mimi nilikuwa na hela. Mambo tu Mungu ndo anajua. Kwani mimi sipendi kula kuku? Sipendi kupika mayai? Si uwezo. Fresh, nimekuelewa. Eti ana hela. Ungekuwa na hela ungekuwa unagombana na mkeo. Wewe oa, sisi tuwatamanishe, tuwakande. Makosa yangu, makosa.
Usiogope. Asante kaka. Usiogope. Asante sana. Angalia kwanza kuna kila kitu. Kwani umekuja kufanya nini huku mtaani huku? Kuna wezi sana. Yaani kaka wewe acha tu. Huku mimi nimeelekeza, nimekuja nimeambiwa kuna viwanja, nimekuja kuangalia. Nashukuru maana huko kulikuwa kuna vitambulisho vyangu, leseni ya gari. Sawa. Kama kuna wewe. Sawa, niko naomba unisaidie kitu kimoja kama utajali. Unaweza kunisaidia namba yako? Kama utojali lakini. Sawa, basi andika ya kwako hapa. Nitakutafuta. Hapo. Naomba nikupe hata ile ya maji. Shukrani. Swazi, mimi nimekusaidia tu kwa. Nakupa tu hamna shida. Enjoy. Sawa, asante sana. Poa. Haya, siku nyingine. Poa. Wanangu, nakuaje? Vipi wewe? Kaka mwanangu kwanza nyinyi si wapingi kwanza. Wewe ndio meneja wetu, maana bila wewe. Sema mwanangu mkali sana. Sijui kwa tena mwanangu mazingira sasa hivi tunaona tunakufanyaga. Sema mimi nakubali wanangu, mmenifanikishia. Sema mimi sitofeli, unajua ile. Yaani siwezi kufeli kabisa wanangu, nahakikishia. Unajua. Yule mtoto kwanza huku kwenyewe anakuja kujenga mjumba wake huku, tunajua zile kwao zipo, tunajua. Ndio maana alikuwa anazuka zunguka anatafuta mazingira ya kiwanja. Kwanza sikiliza kwanza mwanangu. Mbona ongea sasa una haraka sana? Naongea sana vipi mwenyewe unajua yule pale mtoto mzuri afu minyama kibao unajua ile. Wewe iko vipi? Cha muhimu ni namba, umechukua hujachukua? Au unaongea tu? Naongea vipi sasa uhakika huo namba nayo na feli vipi? Namba nayo, namba nimechukua, yani uhakika msifeli nyinyi wanangu ile. Wewe unapenda kuvaa au unapenda nini? Ndio utulie sasa. Ndio maana naelekeza wanangu iko hivyo yani. Wewe unyama ni namba nao uhakika. Kama hivyo mwanangu, na bingo limeenda sawa. Hapo wenyewe nakwambia hapo nataka nikeke kwanza salio, afu mambo mengine ndio. Amekupa chochote sasa hivi? Bado kwanza, sio mbona hata mapepe na wewe. Wewe tulia, unajua. Wewe unataka uniambie yani ana hela yule demo anataka anunue eneo au? Nakwambia yule mtoto vichenchi anao. Pale wenyewe ndo alikuwa anakuja kulipia kiwanja, mjengo ushuke. Yaani kiufupi hivyo, nyinyi tulieni, kila kitu kitaenda sawa. Tulia sasa mwanangu. Nuna sasa mbona hata mapepe. Fanya mama majengeka basi na mimi nianze kusini na vibe tu yani the singlet namna hii. Au sio? Sema wewe mtoto wa kiume mbona kama hivyo? Unajua tena maisha. Kaza. Nimekuja kuyumba mimi. Don't touch us on the beach. Najaribu kuzuia chozi lisitoke, ila ndo linadondoka. Haya maumivu basi yaishe, ila ndo yananitesa. Ama makosa ya kutokuwa na pesa, ndo maana nahangaika. Hii dunia mbona imenielemea, ndo hivyo na hapa hakuna za saizi. Mama, za saizi ungekuja ofisini ndo ungekuja kuniambia za saizi. Hivi wewe umekaa muda wote huo, siku zote, wiki mbili nasubiri wewe uniletee hela mimi nikutiki. Akina mama Majuma, mama Asumani, wote tayari hapa wameshaleta pesa zao. Wewe ndo unajifanya msumbufu, alafu wewe unanisumbua sana. Unanisumbua sana. Kwa nini hela hutaki kuileta ofisini? Ansi na wewe bwana, mbona unanifanyia hivyo? Kwanza unapobwata watu wanakusikia. Mambo tunaongea taratibu basi. Kweli wewe sio mara kwanza ukopa kwangu. Tunaenda taratibu, lakini wewe ni msumbufu. Sasa hapa mimi nimekuja na haya mawili. Tumalizane au niingie ndani nikachukue mimi kitanda, nichukue na hilo godoro. Umenielewa? Hapo inabidi basi sawa kama vipi tuingie. Nini tukamalizane au sio? Tangulia. Nikiona unionyeshe chumba chako kiko wapi. Vitu unavyo hivyo vitu vizuri kabisa hapo. Mimi ndo mzee wa kulamba. Mimi nitakulamba. Subiri. Ana usalama muhimu. Huyu je? Wewe unaenda kazini hadi usiku. Na mume wako? Mume wangu mipo gengeni hadi usiku au hadi mchana. Hapo sawa basi fungua. Ndio sawa.
Oya mbwana. Halo kaka. Vipi ndugu yangu? Safi bwana, kwema? Kwema kabisa. Mambo yanasemaje? Aisha, namshukuru Mungu kaka. Tupo bwana. Wapi hiyo? Ndo nimetoka kwa kukimbiza kidogo huko na pikipiki nimeacha chini pale, nafika nyumbani kidogo hapo. Sasa bwana, mimi nitaka nishukue kwangu pale bondeni pale, lakini hapa mtu akumwachia sina. Wewe si utarudi tena hivi juu? Nitarudi kwa sababu nafika nyumbani hapo chini. Basi sawa. Nitaka upitie kwa wife pale ukamwambie kwamba kuna simu yangu ndani pale kidogo iliweka chaji. Kwa kama utakuja hivi unipitishie. Basi sawa, haina shaka kaka. Poa basi. Mida basi kidogo, narudi sasa hivi. Poa. Una vitu vyangu kabisa. Alafu ulikuwa unajifanya una bana mwenyewe. Kumbe fundi hivi. Sio sana wapi mume wako anafaidi. Sasa mimi nakuahidi. Au si ukija safari hii pale mimi nakupa mkopo bure. Usiniambie. Unataja tu ile unayotaka, mimi bure mimi nakupa mkopo. Ushanielewa? Lakini shati langu ile unapiga vitu vyetu hapa namna hiyo. Unasema sawa. Bwana huyu anauza vitunguu, anauza nyanya. Yeye anachoma moyo wapi na wapi? Si viatu vya kibisho kabisa.